الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nachukua fursa hii kukuhusieni kama ambavyo ninapaswa kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ndugu zangu Waislamu, min fadlillahi alaina an ballaghana khayra ash-shuhur fi waqtin ghaba anha ashabul qubur. Katika neema za Allah juu yetu ni kutufikisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan katika hali ambapo wenzetu tayari wameshatangulia makaburini. Wa min tawfiqillahi lil'abdi fi hadha ash-shahr, na katika tawfiki ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa mja katika mwezi huu, an yakuna sabaqan fi jam'i al-hasanat, ni kuwa mstari wa mbele katika kukusanya mambo mbalimbali ya khairat, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, na katika hayo ya khairi basi na washindani wenye kushindana. Ndugu zangu Waislamu, Ramadhanu mahabbatun sanawiyatun yatazawwadu fiha as-salihun min waqudi al-iman wat-taqwa. Mwezi wa Ramadhani ni kituo ambacho waja wema huongeza mambo ya kheri kwa imani na uchamungu. Ni kituo ambacho waja wema hujiongezea kitu cha kuongeza katika imani na uchamungu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ndugu zangu Waislamu, min a'zamil a'mali allati yatasabaqu fiha as-salihun fi hadha ash-shahr, katika matendo ambayo tunapaswa kushindana katika mwezi huu ni hii ibada ya funga. Ibada ya funga ambayo imekusanya mambo yote na vigawanyo vyote vya subra, kama ambavyo alivyosema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kullu amali ibn adam lahu, amali zote za binadamu ni zake yeye, yudhaafu alhasanatu 10 amthaliha, huongezewa jema moja mara 10 mfano wake, ila 700 dhifin, mpaka mara 700 mtu anaweza kulipwa kwa jema moja. Qala Allahu Azza wa Jalla, hapo akasema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, isipokuwa ibada ya funga, hiyo ni yangu mimi na mimi ndiye ambaye nitakayelipa. Kwa sababu gani? Yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli, binadamu anaacha matamanio yake na chakula chake na kila chenye kufunguza kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hiyo inakuwa ni sababu kubwa ya kumlipa malipo ambayo hayana idadi wala hisabu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika hulipwa wenye kusubiri malipo yao bila hisabu. Allah tujalie tuwe miongoni mwa hao. Ndugu zangu Waislamu, min al-a'mali allati yatasabaqu fiha as-salihun fi hadha ash-shahr qiyamul layl, katika matendo ambayo tunapaswa kushindana ni kisimamo cha usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayesimama kusali sala za sunna za usiku katika mwezi wa Ramadhan kwa imani itokayo katika nafsi yake, huku anataraji malipo kutoka kwa Mola wake, basi mja huyo atasamehewa dhambi zake zilizotangulia. Na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile, man qama ma'a al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla, atakayesimama na imamu wake mpaka akamaliza sala yote ile, basi huyo ataandikiwa kisimamo cha usiku kucha. Hata kama amekwenda akafanya shughuli nyingine, lakini maadamu amesimama na akasali mpaka sala ikamaliza, tarawih yote au tahajjudi yote, basi malipo yake ni kama vile kusimama usiku kucha. Kwa hiyo si vyema basi kukatisha, ukafikia rakaa kadhaa alafu ukakatisha ukaondoka, unakuwa unakosa malipo haya makubwa. Ndugu yangu Muislamu, ndugu zangu Waislamu, katika matendo ambayo tunapaswa tushindane, qira'atul Qur'an, ni kuisoma Qur'an. Fa inna ramadhana huwa shahrul Qur'an, kwa sababu Ramadhani ndiyo mwezi wa Qur'an, alladhi unzila fihi al-Qur'an, ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an.
na ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akijiwa na Jibril. Kana Jibrilu alayhi salam yalqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi kulli laylatin min Ramadan. Alikuwa Sayyidina Jibril akikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, fayudarisuhu al-Qur'an, husoma naye na hudurusu Qur'an. Kwa hiyo ni mwezi wa Qur'ani ambao tunapaswa tujitahidi angalau tupate japo khitma moja, kwa maana tumalize msahafu mara moja kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kila tukiongeza ni vizuri zaidi. Ndugu zangu Waislamu, al-Qur'anu a'zamu ma fariha bihi al-farihun. Qur'ani ndiyo jambo bora ambalo watu wamelifurahikia, watanafasa fihi al-muttaqun, na ni jambo ambalo la kushindana wacha Mungu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake, basi kwa jambo hilo na wafurahi. Kufanya hivyo ni bora zaidi kuliko yale wanayoyakusanya katika mambo ya dunia. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo ya kushindana vile vile ni as-sadaqa, ni kutoa sadaqa. Kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam kana ajwada an-nas, alikuwa ni mkarimu zaidi kuliko watu wote. Wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, na alikuwa ni mkarimu zaidi anapokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa a'zamu sadaqa, na sadaqa kubwa zaidi inaanzia zile sadaqa za lazima ambazo ni zaka na kafara na nadhiri na mambo mengineyo kama hayo. Kama unawajibika kutoa zaka, basi unapaswa kujitahidi kutoa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu malipo yake huwa ni makubwa zaidi. Kisha baada ya hapo tena ndo zinakuja zile sadaqa za sunna, na kila ambapo idha taadda naf'uha, pale ambapo manufaa yake yanapokuwa ni makubwa zaidi sadaqa ile, au ishtaddat hajatul faqiri ilaiha, au masikini wakawa wanahitaji zaidi sadaqa ile, basi hiyo ndiyo bora zaidi. Wa sadaqatul qaribi aula min al-ba'id, na kuwapa sadaqa jamaa zako wa karibu na majirani ni bora zaidi kuliko wa mbali. Wa sadaqatu sirri khairun min al-alaniyah, na sadaqa ya siri ni bora zaidi kuliko sadaqa ya kudhihirisha, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, in tubdu sadaqati fa ni'ma hi, ikiwa mtadhihirisha sadaqa na zaka basi ni jambo jema. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, na ikiwa mtaficha na mkawapa masikini, basi kufanya hivyo ni bora zaidi kwenu nyinyi. Ndugu zangu Waislamu, as-sadaqatu laysat bil mali faqat, sadaqa si kutoa pesa tu, bal kullu ma'rufin sadaqa, bali kila wema unaofanya ni sadaqa, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu ma'rufin sadaqa, kila wema ni sadaqa. Takuffu sharraka 'anil nas, unazuia shari zako zisiwapate watu, hiyo ni sadaqa. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsik, hiyo ni sadaqa itokayo kwako kwa nafsi yako. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo ambayo tunapaswa kushindana ni at-tamrinu ala iktisabi al-akhlaq, ni kujizoesha katika kuchuma tabia zilizo njema na kujiepusha na zile tabia zilizo mbaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza kwa kutuambia, fa in imru'un shatama, ikiwa mtu atamtusi mtu aliyefunga, falyaqul inni sa'im, basi na aseme mimi nimefunga, sitaki ugomvi wala shari. Hapa tunafundishwa kwamba tunapokuwa tunafunga basi tujizoeshe kuwa na tabia njema na kuongeza tabia zilizo njema na kujiepusha na tabia zilizo mbaya. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo ambayo tunapaswa kushindana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, al-ilhahu ala Allah bi kathrati dua, ni kumlilia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa kumuomba sana, kama alivyosema Allah Azza wa Jalla, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, watapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, basi mimi niko karibu na itikia maombi ya muombaji atakaponiomba. Na aya hii ndugu zangu Waislamu imekuja katikati ya aya za saum kuonesha ya kwamba yule mfungaji anakuwa dua zake hazirudi, kama alivyosema hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathu da'awatin mustajabat, dua tatu ni zenye kukubaliwa ambazo hazirudi. Mmoja wapo ni da'watu saim, ni dua ya mfungaji, wa da'watul madhlum, na dua ya aliyedhulumiwa, wa da'watul musafir, na dua ya msafiri. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo ambayo tunapaswa tushindane ni islahul qulub, ni kuzitengeneza nyoyo zetu na kuzielekeza kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wataafi min amradhiha, na kuzitibu kutokana na maradhi yake ya chuki, hasadi, kama kuna ugomvi, kutengeneza nafsi zetu kutokana na hayo, kwa sababu siku ya Kiyama hakuna kitachomfaa mtu isipokuwa huo moyo uliokuwa umesalimika
yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mtu haitomfaa mali yake wala watoto isipokuwa yule aliyekuja kwake Mwenyezi Mungu kwa moyo uliosalimika. Tumuombe Mola wetu mtukufu atuwafikishe katika kuyatekeleza yaliyo mema katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ili yawe ni kichocheo cha kuyafanya hayo katika miezi mingineyo inayokuja. Tumuombe Allah atuwafikishe kwa hayo birahmatika ya arhamar rahimin, برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. دوزان وإسلام tunaendelea kuhusiana tena na tena juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama jukumu hilo kila mmoja wetu anapaswa kuihusia nafsi yake kila wakati na kila pahala. Ndugu zangu Waislamu, linahfadha siyamana, tuzihifadhi funga zetu, mimma yakhdishuhu binaqsi ajrihi, kutokana na yale mambo ambayo yanapunguza malipo yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, mtu ambaye asiacha kusema maneno yasiyofaa na akawa matendo yake yanayofanyia kazi yale maneno yasiyofaa ikiwemo uongo, kusengenya, fitna na kadhalika, wal jahl, na ikawa hakuwa tayari mtu kuacha mambo ya upuuzi na mambo ya ujinga ikiwemo michezo isiyokuwa na maana, kupoteza muda na kadhalika, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, basi hakutokuwa na haja kwa Mwenyezi Mungu katika kuacha chakula chake mtu huyo na kinywaji chake, ili kuale tunanywe, kama hawezi kuyaacha hayo mambo ya upuuzi na maneno na vitendo visivyofaa. Hii inatuonesha ndugu zangu Waislamu kwamba tunatakiwa tukifunga basi tuwe tumefunga na vitendo vyetu vyote, viungo vyetu vyote viwe vimefunga. Isiwe tumefunga kula na kunywa tu, bali tuwe tumefunga mikono yetu isishike isipokuwa cha halali, macho yetu yasitizame isipokuwa cha halali, masikio yetu yasisikilize isipokuwa ni cha halali, na midomo yetu isizungumze isipokuwa cha halali, ili mradi kwamba vitendo vyetu vyote na maneno yetu yote yaelekee kule anakokupenda Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na yajiepushe na kule alikokukataza. Ndugu zangu Waislamu, kana salafu salihu ridwanullahi ta'ala alaihim, walikuwa waja wema waliopita wanapofunga, jalasu fil masajidi wa qalu, hukaa misikitini na kusema nahfadhu sawmana wala naghtabu ahada, bora tubaki msikitini tuzihifadhi hizi funga zetu, tusimsengenye mtu yoyote. Kwa hiyo huu ndio mwenendo ambao ndugu zangu Waislamu tunapaswa kwenda nao, na tujiepushe na mienendo ya wale ambao wanaoitwa shayatin Ramadhan au shayatinul ins, mashaitani wa kibinadamu ambao wanaowaita watu katika kuepukana na yale aliyoagiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Kwa hiyo tumuombe Mola wetu mtukufu atuwafikishe katika kuyafanyia kazi mazuri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan na kujiepusha na yale mabaya, na atuwafikishe ajalie funga zetu hizi ziwe ndio sababu ya kufikia katika ucha Mungu. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر قد بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد بلد زنجبار آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ائمتنا ولاة امورنا، اللهم اصلح ائمتنا ولاة امورنا، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاتنا ولاة امور المسلمين، خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي مويني، اللهم وفقه للعدل، اللهم جنبه الجور والظلم والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بأيدينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يوفق في ليلة القدر فيقوم فيه بعظيم الأجر يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.